Kujua sheria sio kusema tu kwamba nimesoma sheria. Kujua sheria ni kuzitafsiri sheria katika matendo yako, ikiwemo kauli, ili hayo matendo yaweze kupata uhalali mbele ya jamii, kwamba ni matendo ambayo yanatokana na sheria au yanatokana na katiba. Sasa kwa utangulizi huo, nirudi sasa kwenye swali ambalo umeniuliza kwamba Waziri Katambi amesimama ndani ya bunge, ametoa maelekezo kwa IGP kwamba asitishe vibali. Kuna vitu viwili hapo lazima watu waelewe. Watu wanapaswa kuelewa mamlaka ya waziri juu ya IGP. Lakini pili, wanapaswa kuelewa mamlaka ya jeshi la polisi kuhusiana na swala zima la mikutano ya hadhara inayotakiwa kufanywa na vyama vya siasa. Mtu pekee katika nchi hii kwa mujibu wa katiba ibara ya 33 ibara ndogo ya kwanza ambaye anaweza akayaamrisha majeshi, na ninaposema majeshi yameundwa na katiba chini ya ibara ya 147 ya katiba ya nchi yetu, yametajwa pale majeshi. Tuna jeshi la polisi, jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania, jeshi la magereza. Sasa nani anayeweza kuyaamrisha? Ukisoma ibara ya 33 ibara ndogo ya kwanza inakwambia kutakuwa kuna rais ambaye atakuwa ni mkuu wa nchi, mkuu wa serikali na amiri jeshi mkuu. Kwa hiyo majeshi haya yanawajibika kwa rais inapokuja masuala ya kupewa amri kuhusu utekelezaji wa majukumu yao mbalimbali. Sasa kama katiba inasema kupitia ibara ya 33 ibara ndogo ya kwanza kwamba anayeweza kutoa amri kwa majeshi ni rais, moja kwa moja unaona kabisa kwamba Katambi alikuwa anaongea kitu ambacho hakijui ndani ya bunge. Na bahati mbaya kitu alichokiongea kinabaki kwenye kumbukumbu maalum za bunge ambazo zinaitwa Hansard, kwamba waziri anaenda kumpa amri ya IGP, kitu ambacho hana mamlaka hayo. Mamlaka ya kutoa amri kwa majeshi, awe ni IGP, awe ni mkuu wa majeshi, awe ni mkuu wa usalama wa taifa, awe ni mkuu wa magereza, awe ni mkuu wa uhamiaji, awe ni mkuu wa jeshi la zimamoto, hayo mamlaka ni mamlaka yako reserved kwa Mheshimiwa Rais kikatiba chini ya ibara 33 ibara ndogo ya kwanza. Kwa hiyo Katambi alikosea, na kama anasema alipatia kwamba alikuwa iko sahihi, wewe ni mwandishi wa habari, nenda kamuulize akutajie kifungu cha sheria au kifungu cha katiba kilichompa hayo mamlaka ya kumuamrisha IGP asitoe kitu kinachoitwa nini, kibali cha mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa. Akwambie bwana Katambi, hebu niambie wewe waziri, kwa kutumia kifungu gani hasa ambacho kipo kwenye katiba wewe umepata mamlaka ya kuweza kumuamrisha IGP au kumuelekeza? Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, hakuna sheria yoyote ile Tanzania ambayo imelipa mamlaka jeshi la polisi kutoa vibali. Naomba nirudie. Hakuna sheria yoyote ile ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo imelipa mamlaka jeshi la polisi liwe linatoa vibali kwa vyama vya siasa ili viweze kufanya mikutano ya hadhara. Ukienda ukasoma kifungu cha 43, kifungu cha 43 cha sheria ya polisi na polisi wasaidizi ambao ni sura ya 322 ya sheria za Tanzania, kimeelekeza wazi kabisa pale kwamba jeshi la polisi linapokuja swala la mikutano ya hadhara linapaswa kupewa taarifa na yule anayetaka kufanya mkutano. Jeshi la polisi, kifungu cha 43 cha sheria ya polisi na polisi wasaidizi ambao ni sura ya 322. Hakuna mahala popote kwenye sheria hili pametajwa neno kibali, kwamba polisi wana mamlaka ya kutoa kibali au wana mamlaka ya kutokutoa kibali kwa chama chochote cha siasa kinachotaka kufanya mikutano ya hadhara. Lakini vyama vya siasa vimepewa wajibu wa kutoa taarifa. Wanatoa taarifa kwa jeshi la polisi katika eneo ambalo wanataka kufanyia mkutano wao wa hadhara, na anayepaswa kuipokea hiyo taarifa ni mkuu wa polisi wa wilaya husika, anaitwa Officer Commanding District, OCD. Kwa hiyo mpaka hapo utaona kwamba Katambi alikuwa anamuelekeza IGP atoe kibali ambacho kisheria hakipo, lakini alikuwa anamuelekeza IGP azuie hiyo mikutano isifanyike. IGP ambaye kisheria hana hayo mamlaka ya kutoa kibali kama kweli kipo. Hana hayo mamlaka IGP. Umeelewa? IGP
mamlaka yake ni ya kiutawala kwenye kutunga sera kule makao makuu ya jeshi la polisi, ili jeshi liweze kujiendesha, kwa sababu muundo wa jeshi la polisi katika nchi yetu uko centralized, yani amri inatoka juu kushuka chini. Sasa amri zinazotoka makao makuu kushuka chini ni zile za kisera, lakini zile amri za kiutendaji kwa mujibu wa sheria ya jeshi la polisi na polisi wasaidizi ambao ni sura ya 322, amri za kiutendaji na kioperesheni zimeachwa kwa watendaji wa polisi wa ngazi ya wilaya kwa maana ya ma-OCD, watendaji wa polisi wa vituo kwa maana ya ma-OCS, wakuu wa vituo, zimeachwa kwa wakuu wa upelelezi wa wilaya kwa maana ya ma-OCD, zimeachwa kwa ma-RPC ambao pia ni watunga sera au wasimamizi wa sera katika ngazi ya mkoa. Kwa hiyo utaona ukiangalia muundo wa jeshi la polisi na utendaji wa majukumu yake kwa mujibu wa sheria, IGP hahusiki popote kwenye utendaji wa kazi za kila siku za kioperesheni za jeshi la polisi, ikiwemo kusimamia usalama, kusimamia mikutano ya hadhara na vitu kama hivyo. Sasa bunge wakati linatunga sheria ile ambayo ni sura ya 322 ya jeshi sura 322 ya sheria za Tanzania, lilikuwa lina maana kwamba kwa kuwa mkutano wa hadhara ni mkusanyiko wa watu wengi, na kwa kuwa inaweza ikatokea uvunjifu wa amani kwa sababu moja ama nyingine, na kwa kuwa ni wajibu wa jeshi la polisi kulinda raia na mali zao popote pale watakapokuwa, kwa hiyo wakitoa taarifa, manake jeshi la polisi linatakiwa sasa kwenda pale kujipanga kuhakikisha kwamba wale watu wanafurahia haki yao ya kukutana kama ambavyo imeelezwa katika ibara ya 20, ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba watu wana haki ya kukutana wakafanya mambo yao. Watu wana haki ya kupeana habari kama ambavyo imeandikwa katika ibara ya 18 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini polisi hawana mamlaka popote kwenye sheria hii. Na akitokea mtu akakwambia leo kwamba polisi wana mamlaka ya kutoa kibali, mwambie kuambia ni kifungu gani. Akikutajia hicho kifungu, mlete hapa, mimi nitampa milioni 10 huyo mtu, kwamba hiki ndio kifungu kinawapa mamlaka polisi watoe kibali cha mkutano wa hadhara. Akikuonyesha hicho kifungu, mlete hapa, mimi nampa milioni 10 kama zawadi, kwa sababu atakuwa ametufundisha sheria ambayo sisi wengine hatujawahi kuiona, hatujawahi kuisoma, hatuijui. Lakini kwa yale ambayo sisi tumefundishwa shuleni kuhusu mamlaka ya jeshi la polisi inapokuja swala la mikutano ya hadhara, utaratibu ndio huo umeelezwa katika kifungu cha 43 cha sheria ya polisi na polisi wasaidizi. Sasa kuhusu matishio ya kiusalama kama sababu sasa ya kuzuia hiyo mikutano isifanyaje, ndio kwa sababu swali lako limejieleza hivyo. Ndio kabla tujaenda kwenye matishio, ndio bado tusimame kwenye uhalali wa waziri, ndio kuzungumza maneno haya. Ndio waziri amesema yeye ndo ana instrument ya wizara, ndio, lakini pia tusaidie mamlaka ya waziri wa mambo ya ndani yanaishia wapi kwenye hiyo wizara nayo? Ndio ambayo jeshi la polisi ni sehemu ya majukumu anayoyasimamia waziri wa mambo. Ndio maana nimekuambia hivi, kwanza jeshi instrument ni mamlaka ya kiutendaji ambayo anayo rais na anayakasimu kwa mawaziri wakafanye kazi kwa niaba yake, ndio inaitwa instrument. Mamlaka ya rais ambayo kapewa kikatiba kufanya mambo yote anayotakiwa kuyafanya, lakini sasa kwa sababu yeye hawezi kuwepo katika kila eneo, anatoa sehemu ya mamlaka yake. Kwa mfano sehemu ya mamlaka yake kwenye wizara ya mambo ya ndani anamkabidhi waziri, kwa anampa yale mamlaka, bana nenda kafanye, utakapokuwa unafanya kwa niaba yangu, ndio inaitwa instrument. Sasa ili uweze kuelewa hapo. Ndio wewe umesema rais ndio mwenye mamlaka ya kuamuru majeshi. Ndio kama rais amempa instrument waziri, ndio kwa nini tusiseme hiyo instrument aliyompa ni pamoja na uwezo wa kuamuru majeshi? Katiba haijasema hivyo. Mimi nasema kile ambacho kimeandikwa kwenye swala la kuwa amiri jeshi mkuu hainaga ukaimu. Ndio maana akiondoka rais akaenda nje, makamu wa rais anabaki kuwa kaimu rais, lakini anakuwa sio amiri jeshi mkuu. Kwa hiyo kuna mamlaka ya rais ambayo yanakasimiwa kwa baadhi ya watendaji wake kwenye baadhi ya majukumu, na kuna baadhi ya majukumu ya rais hayawezi kukasimiwa na mtu yoyote. Yaani kwa mfano, nchi itakapokwenda kuingia kwenye vita, tumevamiwa na Idi Amin kwa mfano, hata kama rais yuko hospitali anaumwa,
hata kama rais yuko nje ya mipaka yetu, amesafiri kikazi au kwa majukumu mengine, mwenye mamlaka ya kutoa tangazo la usalama kwa maana ya ukosefu wa au uwepo wa hali ya hatari ni rais. Mwenye mamlaka ya kuyaamuru majeshi sasa yaende vitani sio makamu wa rais, sio mkuu wa mkoa, sio waziri, sio nani. Kwa hiyo watu waelewe instrumenti ambayo rais anawapa baadhi ya watendaji au wasaidizi wake, hiyo instrument iko classified kwenye baadhi ya majukumu tu, sio majukumu ya kuwa amiri jeshi mkuu. Hata mkuu wa mkoa hana uwezo wa kumwamrisha RPC. Mkuu wa mkoa wa Mtwara hana uwezo wa kumwamrisha au kumhamisha kituo cha kazi RPC wa Mtwara, hana hayo mamlaka. Sasa ili uweze kujua usichanganyikiwe, ni kwamba jeshi la polisi it is a fully fledged institution, inajitegemea yenyewe kabisa na imeundwa na katiba. Sio sheria, limeundwa na katiba ibara 147. Alafu sheria ikaja ikafuata baadaye, kwa sababu katiba inasema kwa ujumla kwamba kutakuwa kuna majeshi ya ulinzi na usalama kwenye nchi hii. Sasa hayo majeshi yataundwaje, yatafanyaje kazi, yatakuwa na majukumu gani? Katiba ikatoa mamlaka kwa bunge kutunga sheria. Ndio maana bunge likaenda kutunga sheria sura ya 322 ya sheria za Tanzania, ambao ni sheria ya polisi na polisi wasaidizi, inaitwa kwa Kiingereza The Police Force and Auxiliary Services Act chapter 322, ambao ni marejeo ya mwaka 2023. Sasa waziri akiinuka akakwambia nimepewa instrumenti, muulize vi, umepewa instrument ya uamiri jeshi mkuu? Akisema ndio, mwambie chini ya sheria gani? Kwa sababu hapa tusiwe tunadanganyana kama vile ni watoto wadogo. Haya mambo sio siri, yako hadharani. Nitakusomea katiba. Kwa mfano ibara ya 33 imesema hivi, ngoja nikuonyeshe. Ibara ya 33. Ibara ya 33, ibara ndogo ya kwanza inasema kutakuwa na rais wa Jamhuri ya Muungano. Ibara ndogo ya pili, rais atakuwa amiri jeshi, rais atakuwa mkuu wa nchi, kiongozi wa serikali na amiri jeshi mkuu. Mwisho, ibara 33 imeishia hapo kuhusu ukuu wa majeshi. Yaani nani ndio mkuu wa majeshi? Hakuna mahala popote kwenye katiba hii pamesema rais anaweza sasa huu uamiri jeshi mkuu wake akaukasimisha kwa kupitia kitu kinachoitwa instrument kwa waziri wa mambo ya ndani au kwa mkuu wa mkoa. Amiri jeshi mkuu maana yake ni mtoa amri kwa majeshi. Sasa waziri hana hayo mamlaka, na kwa kuwa swala la ukuu wa majeshi na uwezo wa kutoa amri ni swala la kikatiba, limeandikwa hapa, waziri Katambi akwambie tu kwamba ni ibara gani ya katiba ambayo yeye imempa hayo mamlaka. Simple, sio tu kwanza kudanganyana hapa. Yaani kwamba anayefunue katiba asome. Mimi nimefunua, nimekwambia hapa, rais ndio atakayekuwa amiri jeshi mkuu pamoja na mamlaka yake mengine. Kwa mujibu wa katiba, ibara 33 ibara ndogo ya pili ya katiba inamtambua kama ndio amiri jeshi mkuu. Na hajaambiwa rais hapa aende akakasimu mamlaka ya uamiri jeshi mkuu kwa waziri. Rais amekasimu mamlaka yake ya ukuu wa wizara ya mambo ya ndani, ambalo sio wizara ya mambo ya ndani, sio jeshi. Wizara ya mambo ya ndani sio jeshi. Kwa hiyo masuala ya kutunga sera, masuala ya kusimamia mipango na utekelezaji wa mambo mbalimbali yanayotakiwa kufanywa na wizara, hayo mambo kapewa waziri. Kitu ambacho waziri hajapewa ni uwezo wa kuamrisha majeshi. Hajapewa hiyo, hana. Na akibisha aseme ni katiba gani ambayo yeye anaisoma ambayo sisi hatuijui, au ni kifungu gani cha sheria ambacho sisi hatukijui kinachompa hayo mamlaka, aseme. Hilo swali nadhani nitakuwa nimelijibu au nimeshalimaliza. Kama bado niulize la ziada ili niingie kwenye masuala ya usalama. Kwa hiyo ikitokea jeshi limetii maagizo ya waziri, ni nini kinatokea? Kwanza, mtu yoyote kwa mujibu wa ibara ya 26, ibara ndogo ya kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mtu yoyote raia wa Tanzania na yoyote ambaye sio raia lakini yuko Tanzania kwa wakati huo, anapaswa kutii katiba na sheria za nchi. Ibara 26 ibara ndogo ya kwanza inasomeka hivi: ibara 26 ibara ndogo ya kwanza, kila mtu ana wajibu wa kufuata na kutii katiba hii na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ibara 26 ibara ndogo ya kwanza. Kwa hiyo kile ambacho
IGP au ofisa yoyote wa jeshi la polisi anapaswa kukitii ni katiba na sheria, sio maelekezo ya waziri ambayo hayatokani na sheria. Yaani ukimwona mtendaji yoyote wa jeshi la polisi kainuka anatekeleza jambo fulani hivi kama sehemu ya wajibu wake, iwe hilo jambo limetamkwa na waziri au halijatamkwa, ujue huyo mtu atakuwa anatekeleza matakwa ya katiba au matakwa ya sheria. Sasa kama atakuwa anafanya hilo jambo alafu liko kinyume na sheria, hata kama angekuwa anavaa magwanda na manyota kila kitu mabegani, huyo mtu anakuwa anavunja sheria, anakuwa anavunja katiba, na anakuwa ni mhalifu tu kama walivyo wahalifu wengine. Kwa sababu kama waziri anatoa tangazo, anatoa maelekezo ambayo yako kinyume na sheria, alafu yule ambaye kapewa aende akasimamie au akatekeleze matakwa ya sheria, anatekeleza kitu ambacho kiko kinyume cha sheria, yani hapo hakuna udhuru. Kwa Kiingereza wanasema hakuna excuse. Wote wanakuwa wamevunja sheria, aliyetoa hilo maelekezo na aliyekwenda kuyatekeleza. Kwa sababu nchi haiendeshwi kwa maelekezo, nchi inaendeshwa kwa mujibu wa sheria na kwa mujibu wa katiba. Lakini kumekuwa kuna utamaduni fulani hivi, wavunja katiba na wavunja sheria za nchi wakisimama kwenye kamera utasikia tunaendesha kwa mujibu wa sheria, hii jambo ni kwa mujibu wa katiba. Na nyie waandishi wa habari mnaacha hivyo hivyo. Mnaposikia mtendaji yeyote wa serikali anakuambia anafanya jambo hili kwa mujibu wa katiba, wanalinda sheria, wanasimamia sheria, muulize tu akwambie categorically ni sheria gani hiyo ambayo yeye anairejea ili kuweza kutekeleza au kufanya hicho ambacho anakisema. Lakini umesema ikitokea amepewa maelekezo na akayatekeleza, maelekezo ambayo wazi kabisa yako kinyume cha sheria, anakuwa anathibitisha hajui katiba ambayo aliapa kuilinda. Anakuwa anathibitisha hivyo kwamba hajui. Na kuna imani fulani hivi inajengeka sasa hivi, mtu akisema mimi nimesoma sheria bwana na katiba nimesoma. Hapa shida sio kusoma sheria au sio kusoma katiba. Unawezaje kuitafsiri sasa hiyo katiba ambayo unadai wewe umeisoma kwenye vitendo, ili ionekane hayo unayoyafanya yanatokana na katiba? Lakini kutuambia tu mimi nimesoma katiba, alafu unachoenda kukisema, unachoenda kukifanya kiko kinyume na katiba, yani unakuwa una tofauti hata na yule mtu aliyoishia darasa la pili B. Kuna tofauti. Ulisoma ila ukuelewa. Na kuna tofauti kati ya kuwa na cheti na kuwa na elimu. Elimu ni maarifa ambayo mtu anayapata baada ya kusoma ili aweze kutumia maarifa hayo sasa kwenye maisha yake ya kila siku. Iwe ni maisha ya uongozi, iwe ni maisha ya kibiashara, iwe ni maisha ya kisiasa, iwe ni maisha yote yale. Ili watu wakuone wewe umesoma, wanaangalia sasa yale maarifa uliyoyapata kwenye ile shule uliyoenda kusoma yanaonekanaje hapa, maarifa. Nitakwambia nchi inaongozwa kwa mujibu wa sheria. Unamsikiliza tu. Sasa ndugu yangu samahani, sheria gani? Kwa sababu sheria imesema wewe huna mamlaka ya kumwamrisha IGP. IGP anampigia simu rais moja kwa moja, anampa briefing za mambo ya kiusalama kuhusu nchi inavyoenda. Hamwambii waziri. Waziri yeye kazi yake ni kwenda kusimamia bajeti huko ipite, kwa sababu polisi hawezi kwenda bungeni wao wakapeleka bajeti yao. Kwa hiyo wanaandaa bajeti yao na wana kila kitu chao pale. Ni kama vile lilivyo jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania kimuundo, wana kila kitu chao pale. Wakishakifanya wanampelekea sasa waziri pale, awapelekee bungeni kwa sababu ndio sheria inataka hivyo, bajeti yao ipitishwe. Lakini waziri has nothing to do with operations na day to day activities za jeshi la polisi kama ambavyo sheria inaelekeza. Has nothing to do with it. Si kama nimelijibu hilo swali? Ndio. Usalama. Sasa wakati anatangaza bungeni akasema sababu ya kuzuia hii mikutano ni za kiusalama. Na watu wajue vyama vya siasa vimeanzishwa kwa mujibu wa ibara ya 3, ibara ndogo ya kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na baada ya kuwa vimeanzishwa kikatiba, katiba ikatoa mamlaka kwa bunge. Bunge litunge sheria itakayosimamia namna hivyo vyama vitakavyoanzishwa na namna vitakavyokuwa vinatekeleza majukumu yake, namna vitakavyoweza kufurahia haki zao, namna vitakavyoweza kuwajibika pia katika
katika maendeleo ya watu. Ibara ya 3 ibara ndogo ya kwanza imesema hivyo. Sasa bunge likaenda kutunga sheria ambayo ni sura 258 ya sheria za Tanzania. Hiyo sheria inaitwa sheria ya vyama vya siasa ambayo ni sheria namba 5 ya mwaka 1992. Kwa hiyo vyama vya siasa vimeanzishwa kwa mujibu wa katiba na sheria. Moja kati ya haki za vyama vya siasa ni uwezo wa kufanya mikutano ya hadhara, na hilo unalipata wapi? Unalipata kwenye kifungu cha 23 cha sheria ya vyama vya siasa. Ukienda ukasoma hicho kifungu cha sheria, hakuna mahala popote wameambiwa kwamba ili chama cha siasa kiweze kufanya shughuli zake za kisiasa ni mpaka pale waziri wa mambo ya ndani atakapoulizika kuna usalama. Haijaandikwa hivyo. Swala la usalama, ndugu mwandishi, haliko juu ya haki za watu, na ndio maana katiba ikaliwekea utaratibu. Na ili kuondoa hii sintofahamu na mvurugano wa hapa na pale na kuzua mijadala isiyokuwa na sababu za msingi, katiba ikaeleza ni nani anayepaswa kutuambia kama taifa kwamba nchi ina hali ya usalama au haina hali ya usalama. Katiba imetuambia. Sio mtu yeyote tu katoka huko kaibuka anatuambia hali ya usalama sio nzuri. Ibara ya 32. Ibara ya 32 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ibara ya 32 imetuambia mwenye mamlaka ya kulitangazia taifa kwamba taifa sasa hivi hali ya usalama ni mbaya ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ibara 32. Hapa. Ibara ndogo ya kwanza. Ibara 32 ibara ndogo ya kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bila ya kuathiri katiba hii au sheria iliyotungwa na bunge kwa ajili hiyo, Rais anaweza kutangaza hali ya hatari katika Jamhuri ya Muungano au katika sehemu yake yote. Kwa hiyo mpaka hapa kupitia ibara 32, ibara ndogo ya kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunaona mwenye mamlaka kikatiba kutangaza kwamba nchi hii sasa hivi sio swali ni rais. Sasa unapomwona mtu anaibuka, iwe ni bungeni, iwe ni mtaani, iwe tumekaa baa au wapi, akwambia sikilizeni, sasa hivi kuna vitishio vya hali ya amani, usalama hamna. Huyo mtu ni muongo tu kama walivyo watu wengine, waongo wengine tu. Kwa sababu swali ambalo wewe mwananchi wa kawaida unapaswa kumuuliza, brother, wewe au mamlaka ya kututangazia sisi kwamba hali ya usalama sio nzuri, umeyatoa wapi mamlaka hayo? Sisi tunajua katiba imetuambia nchi ikiingia kwenye shida ya kiusalama, anayetakiwa kuja kutuambia sisi ni rais. Wewe ni rais, uenda kupoka mamlaka ya rais, huo ni uhaini. Kupoka mamlaka ya rais wakati wewe sio rais na kutekeleza hayo mamlaka ni uhaini kama ulivyo uhaini mwingine. Uhaini sio mpaka upindue tu nchi, upindue serikali, hapana. Kwenda kuingilia mamlaka ya rais ukayavaa, ukaanza kutangazia taifa vitu ambavyo huna mamlaka navyo ni uhaini. Sasa ni lini sasa rais na yeye atatangaza kwamba hapa kuna hali ya hatari? Rais akiridhika, sana vyombo vinamsaidia, afu ndio vinampelekea taarifa. Sasa akiridhika kwamba taarifa alizonazo zinasababisha hali ya hatari katika nchi, rais ameelekezwa kupitia ibara ya 32 ibara ndogo ya pili kufanya vitu vifuatavyo. Kwanza, ibara ya 32 ibara ndogo ya pili imeeleza hiyo hali ya hatari maana yake nini. Hali ya hatari, yani ukisikia mtu anakuambia kuna hatari kwenye nchi hii, usalama tena hakuna, maana yake nini? Au tishio la kiusalama, yani maana yake nini ukisikia hivyo? Ibara ya 32 ibara ndogo ya pili imeeleza hivyo. Ni pale ambapo nchi iko kwenye imevamiwa nchi. Yani tumeamka asubuhi leo Idi Amin huyu hapa kaingia, tushavamiwa. Hiyo ni hali ya hatari kwa sababu wavamizi wanataka kuja kupoka uhuru wa nchi yetu kama taifa na kuchukua pengine himaya ya nchi yetu iwe sehemu ya himaya yao.
Kwa hiyo rais kwa mujibu wa katiba akiona hiyo hali kupitia wasaidizi wake, taarifa ambazo amezipata kutoka kwa vyombo husika, hiyo hali inampa mamlaka ya kuiita hii kwamba ni hali ya hatari, usalama haupo. Sasa akijiridhisha kwamba nchi inavamiwa au iko vitani, tunapigana sasa, anatakiwa afanyaje? Au limetokea jambo lingine lolote linaloweza kufanya usalama wa nchi usiwe salama, kwa mfano matetemeko ya ardhi, kwa mfano tetemeko la ardhi au mafuriko ya nchi nzima, yani ni vurugu mechi, watu wanapata shida. Rais akiangalia ile hali na akashauriwa na watu wake wa karibu, kwa mujibu wa katiba ina qualify kuwa hali ya hatari, anatakiwa kuchukua hatua. Sasa hatua anayotakiwa kuchukua ili aje atangaze baadaye kwamba kuna hali ya hatari ni nini? Hizo hatua zimetajwa katika ibara ya 32 ibara ndogo ya 3 ya katiba hii, kwamba rais anatakiwa apeleke azimio bungeni bila kujali bunge lipo kwenye shughuli zake au halipo kwenye shughuli zake, apeleke hilo azimio. Na naomba niisome hiyo ibara inavyosomeka. Ibara ya 32 ibara ndogo ya 3. Endapo itatangazwa kwamba kuna hali ya hatari katika Jamhuri ya Muungano nzima au katika Tanzania bara nzima au katika Tanzania Zanzibar nzima, rais atatuma mara moja nakala ya tangazo hilo kwa spika wa bunge, ambaye baada ya kushauriana na kiongozi wa shughuli za serikali bungeni ataitisha mkutano wa bunge ndani ya siku zisizozidi 14 ili kuitafakari hali ya mambo na kuamua kupitisha au kutokupitisha azimio linaloungwa mkono na kura za wajumbe wasiopungua 2/3 ya wajumbe wote la kuunga mkono tangazo la hali ya hatari lililotolewa na rais. Ibara 32 ibara ndogo ya 3. Kwa hiyo kumbe hata huyo rais mwenyewe huyo, ili apate uhalali wa kutangaza kwamba hii nchi sasa hivi sio salama, ni lazima bunge leo limeridhia kwa kiwango cha wajumbe waliopiga kura sio chini ya 2/3. Huibuki tu ukawaambia watu kuna hali ya hatari, usalama. Kwa sababu brother, sasa hivi mambo haya ya kiusalama haya, kwa kuwa watu hawasomi katiba, watu hawasomi sheria, yanatumika kutisha watu, yanatumika kupora haki za watu, haki kama hizo za maandamano, haki za kufanya siasa ambazo zipo kwenye katiba. Yani hii nchi imeshageuka kuwa kama ni police state, yani ni nchi ya kipolisi. Alafu kuna saa huelewi kabisa hivi. Sasa jana kamanda wa polisi wa mkoa wa Dar es Salaam, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Jumanne Muriro, anaongea na waandishi wa habari, anasema katika siku chache zilizopita hali ya usalama ni shwari. Hali ya usalama ni shwari Dar es Salaam, watu wafanye shughuli zao. Kesho kutwa bungeni waziri anakuambia hali ya usalama sio shwari. Mimi najua waziri wa mambo ya ndani sio askari, wala hajawahi kwenda depo, wala hana mafunzo yoyote ya kiusalama. Waziri wa mambo ya ndani kama anayo labda ni mafunzo ya siri, lakini yale mafunzo yanayojulikana wazi kwamba anayo, kiasi kwamba anaweza akafahamu kwamba kuna hatari au hakuna, waziri wa mambo ya ndani hana hayo mamlaka, hana hiyo elimu. Lakini polisi wameshatuambia sisi kila sehemu